kitu ambacho kimekuwa kikileta migogoro kwa wananchi na wawekezaji. Hii ni ripoti ya mwenzangu Roda ikieleza zaidi. Wameyazungumza hayo mbele ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga, na kuendelea kusema kuwa viongozi wa kijiji wamekuwa chanzo cha migogoro ya ardhi, ikiwemo migogoro ya mipaka ya kijiji kwa kijiji. Tuna kero kubwa sana ya kuna mlima huko kwenye eneo la kijiji cha Chemchem. Huko hapo mbele. Ule mlima miaka ya nyuma ilikuwa ni lizi. Kuna lizi inaitwa Nila Estate. Ilifutwa ikawa inakaa, watu wakawa wamejijengea. Na sisi Chemchem tulikuwa na mgogoro na kijiji cha Kiongozi kwenye mpaka. Mgogoro ule wa mpaka ulitatuliwa kwa wataalamu kwenda pale chini ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ulikuwa mkuu wa wilaya wawili, enzi ya Elizabeth Kitundu na Meela. Walitatua ule mgogoro kwamba ule mlima huko Chemchem Kiramani. Lakini baadaye sisi kama Chemchem ule mlima ulikuja kuuzwa. Kuna watu walijiingiza, viongozi wa kijiji cha Kiongozi walijiingiza ubia na mwekezaji mmoja anaitwa Arusha Aggregate. Wakauza mlima, wakafanya mkataba kwenye kijiji cha Kiongozi. Tukafuatilia, ikabainika wamefanya mkataba feki. Ule mkataba ukawa umetupiliwa mbali. Sasa alikuja mkuu wa wilaya hapa kufanya mkutano na wananchi wa Chemchem, wakiwepo wataalamu wote wa halmashauri ya mji, wakiwepo ile kampuni ya Arusha Aggregate. Akaambiwa hela zako ulizolipa kwa hawa watu, akaambiwa hela zako ulizolipa kwa hawa watu utazifuata kwa wakati wako. Ule mlima ni mali ya serikali. Na akaagiza mkuu wa wilaya siku ile, akasema mwekezaji huyo sasa ataingia mkataba na kijiji chini ya halmashauri ya mji wa Babati, atalipa ushuru kwenye kijiji cha Chemchem. Sasa na mkataba baadaye ulifanyika katika halmashauri ya mji wa Babati chini ya mwenyekiti wa halmashauri alikuwa diwani wetu huyo. Kwenye mkataba ule sisi Chemchem ni sehemu ya mkataba, kwa sababu kuna kipengele imetaja. Kuna kipengele imetaja kwamba Chemchem italipwa asilimia shilingi milioni 1 kila mwezi kama sikosei. Zile hela zimelipwa angalau kwa wakati fulani, jini muda gani imelipwa sijakariri. Lakini kati ya miaka 5 iliyopita hizo hela hazijalipwa tena, hali sisi ni sehemu ya mkataba. Kwa hiyo naomba mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili liko juu ya uwezo wetu kabisa. Mkuu wa mkoa wa Manyara amewahakikishia wananchi kuwasaka wale wote waliohusika kuuza maeneo ya serikali. Kwa hiyo tu moja Na wewe unasemaje boss? Hoja ni hii. Naongezea. Kwenye hii? Ya pembeni ya hii. Kwenye hii kama keshaongelea kuhusiana na habari ya mlima imeshamalizika, tumesikia. Kama kuna hoja nyingine kabisa. Ado Silvester, EATV. Haya, mkuu wa mkoa wa Manyara, na muda huu tunaungana naye kuzungumza zaidi, kujua namna ambavyo wao kama mkoa wanaendelea kushughulika kutatua migogoro ya ardhi ambayo kama ambavyo imekaririwa hapo, ikitajwa baadhi ya viongozi pia wamekuwa wakishiriki kwenye kusababisha migogoro hiyo. Habari za muda huu Mheshimiwa Sendiga, kwanza tutoe pole kwa mapambano ya kuzima moto. Yanaendeleaje mpaka sasa? Tuanzie hapa. Asante, tunashukuru Mungu kwa kweli tunaendelea vizuri. Wizara na sekta ya maliasili wametusaidia, wameendelea kutumia vifaa vizuri zaidi vya kisasa na teknolojia nzuri za kuweza kusaidia kuzima moto, kwa sababu moto ulishakuwa mkubwa sana, na unajua kipindi hiki ni kipindi cha jua kali na upepo ni mkali sana. Kwa hiyo moto ukishatokeza kukutana na upepo, kazi ya kuzima inakuwa mkubwa sana. Lakini kwa kweli tunaendelea vizuri na zoezi linaendelea vizuri
nadhani muda sio mrefu tutakuwa tumehitimisha kuzima kwenye maeneo madogo madogo yaliyosalia. Mheshimiwa Sendiga, tumezungumza hili kuhusu migogoro ambayo ya ardhi haiko Manyara tu, iko maeneo mbalimbali, lakini hili la viongozi kushiriki hasa kwenye kuuza milima, kwanza limeathiri kwa kiasi gani mkoa wa Manyara? Limekuwa chanzo cha migogoro kiasi gani huko? Ukiacha athari zingine za kimapato, lakini athari peke yake za kutokuwa na utulivu wa amani kwenye maeneo ambayo panakuwa na migogoro, hiyo ni kubwa zaidi na ni kubwa sana. Ni kubwa zaidi na ni kubwa sana, kwa sababu maeneo yanahitaji utulivu, vijiji vinahitaji utulivu ili wananchi waweze kupokea miradi ya maendeleo, waweze kupokea shughuli mbalimbali za kimaendeleo ambazo zinafanyika katika maeneo yao. Lakini pia zinapoteza muda wa viongozi kwenda na kuanza mikutano na vikao vya kutatua changamoto na kero na kelele kutoka kwa wananchi, hasa ambao wanakuwa wameona kwamba wameonewa. Lakini pia athari nyingine kubwa ni jamii kuona kwamba kumbe kuna baadhi ya viongozi wanaweza wakapewa nafasi ya kusaidia kuongoza vijiji, lakini wao wakawa ndio sehemu kubwa ya uvunjifu wa sheria. Kwa hiyo nayo pia ni athari kubwa. Tunategemea viongozi ndio wawe mfano mzuri wa kusimamia utunzaji na utekelezaji wa sheria mbalimbali ambazo serikali imejiwekea. Kwa hiyo sisi kama serikali, hasa katika kipindi hiki cha awamu ya 6, tumeendelea kujikita na kutatua migogoro mbalimbali, lakini pia kurudishana na viongozi kwenye mistari ya maadili ya uongozi, ufuataji wa sheria, lakini na utimizaji wa wajibu wetu kama viongozi. Sasa migogoro ya ardhi inafanywa na watu wengi, tunafahamu, ambao sio waaminifu. Lakini kwenye baadhi ya vijiji vingi, sio tu mkoa wa Manyara, baadhi ya viongozi hasa kwenye level za vijiji, aidha kwa kufahamu au kwa kutokufahamu, sababu kuna wengine wanafanya kwa kutokufahamu, wanaona kama ni sehemu yake pia, kwa sababu wamekasimiwa sehemu ya mamlaka ya utunzaji wa ardhi kwenye vijiji vyao, lakini wao pia ndio wenye wajibu wa kupanga matumizi bora ya ardhi ya kwenye vijiji vyao. Sasa kwa kofia hizo, wengine wanafanya wakiwa wanajua, wengine wanafanya wakiwa hawajui. Makusudi wanauza maeneo ambayo sio ya kwao. Sasa changamoto hii ambayo imetukuta kwenye hiyo kata ya Mutuka, kijiji cha Chemchem, ambayo wanasema wao wana changamoto na majirani zao wa kijiji cha Kiongozi, si kama serikali tumeipokea. Na mimi nimepokea rasmi jana, nikisikia kwamba kumbe kuna mgogoro pia wa mpaka ambao unasababisha huu mlima uonekane uko huku ama uko huku. Kwa hiyo tumeichukua kwa sababu ni jana tu tunakwenda kuifanyia kazi, lakini pia haikunisababisha nisitoe maelekezo na onyo pia, lakini pia kutoa rai kwa wananchi. Maeneo kama ni ya kijiji, maeneo ya kijiji ni maeneo ya serikali. Mheshimiwa, kwa hiyo uuzaji wa maeneo hayo, umilikishaji wa maeneo hayo ni lazima uzingatie sheria zilizowekwa na sio kiholela. Mheshimiwa Queen Sendiga, asante. Tuishie hapa kwa muda, nikutakie wakati mwema. Asante kwa sasa. Asante sana na jioni njema. Karibuni sana Manyara, karibu Babati. Asante. Naam, ni mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga akieleza kuhusu namna ambavyo